Na hata leo nimefurahi sana kuona kila mtu anahubiri maridhiano. Maridhiano yanayohubiriwa lazima msingi wake uwe ni haki. Haki ikiwepo, hata kazi ya kuridhiana itakuwa ni kazi rahisi, kwa sababu mtajua mnaridhiana kwenye nini. Na kwa mtu yoyote ambaye anataka haki na amani viende sambamba, atataka maridhiano ambayo yana ukweli, yana nia thabiti na yanalenga kurudisha taifa kwenye misingi yake, ambayo kila mtu angefurahi kuona tuna taifa lilokuwa imara, lenye upendo miongoni mwetu, kwa nilisema pia ni chombeze kidogo, kwa sababu taifa likiharibika hakuna atakayepata faida. Amen. Na kazi ya kulijenga taifa ni kazi yetu sote, sio kazi ya kikundi fulani cha watu. Na hatuwezi kulijenga taifa kiujanja ujanja. Lazima tulijenge katika misingi ya haki na kweli, ili tuweze kunufaika na tunda linaloitwa amani, ambalo kila mtu anasikia raha. Tunapoalikwa kwenye taasisi za dini, tunakuja kwa sababu tunajua mchango wa dini kwenye taifa letu. Dini zote zina kazi ya kuombea nchi, kuombea viongozi, kuliombea taifa, lakini na kazi pia ya kuombea amani. Na kwa kweli amani lazima iambatane na haki, kwa sababu amani ni tunda la haki. Kwa hiyo mtu yoyote anayehubiri amani anatakiwa aanze na haki, alafu amalizie na amani. Ukiona mahali popote amani na mgogoro, jiulize, haki litendeka? Ukishapata majibu, matokeo yake yatakwambia kama sasa tunda litakuwa ni amani au itakuwa ni kinyume chake. Kwa hiyo niwapongeze viongozi wa dini kwa kweli kwa kuendelea kuhubiri amani, kwa sababu taifa lenye amani ni taifa ambalo rahisi sana kupata maendeleo. Lakini msisitizo wetu mkubwa, lazima tutambue kwamba amani ni tunda la haki. Iwe ndani ya kanisa, iwe ndani ya serikali, iwe kwenye siasa, iwe kwenye maisha yote ya kawaida. Pakiwa na haki, hapata kuwa na manunguniko. Na hata leo nimefurahi sana kuona kila mtu anahubiri maridhiano. Maridhiano yanayohubiriwa lazima msingi wake uwe ni haki.